Nisikilize mtu wa Mungu, tunaokoka duniani. Una nafasi pekee ya kutengeneza leo njia zako, Leo ukifa kwenye dhambi, utakuwa ni mgeni wa nani? Ukifa katika ulevi, utakuwa ni mgeni wa nani? Ukifa katika hali ya uzinzi, utakuwa ni mgeni wa nani? Ukifa katika hali ya uongo, utakuwa ni mgeni wa nani? Ukifa katika hali ya ushoga, utakuwa ni mgeni wa nani? Mwanadamu geuka leo. Nimeleta habari zenye uzima ya kwamba Yesu anakuita, ya kwamba Yesu anabisha mlango, anasema wanangu njooni. Iko pumziko kwa Yesu. Nisikilize mtu wa Mungu, nisikilize kijana, nisikilize baba. Leo unashanga vijana wamesharibika, vijana wa kiume wananyonyana ndimi, mabinti wananyonyana ndimi. Tutapataje kupona na janga hili? Leo kila panapokucha kuna mambo mabaya yanaendelea duniani. Hata wakati wa Sodoma na Gomora, watu walikuwa kama wewe, walikuwa wanafanya kazi kama wewe, walikuwa wanafanya uovu kama wewe. Ghafla ile siku walikalikishwa kwa moto, waliteketezwa kwa moto. Mwanadamu geuka leo. Hii dunia imewekewa akiba. Kuna siku moja itachoma moto, dunia yote itachoma. Yesu akasema siku moja dunia hii itakunjwa kama karatasi, itachomwa kama karatasi, na wale wote watendao dhambi watachomwa kwa moto. Lakini Yesu alikuja ili wote tende mbinguni. Asiwepo mtu wa kupotea. Mwanadamu geuka leo. Kuna saa wasiojua wanadamu. Dunia itabadilishwa kwa moto, itachomwa moto. Nisikilize mtu wa Mungu, geuka leo mwanadamu, geuka leo kijana, geuka leo binti, mgeukia leo Yesu. Tubu dhambi zako. Yesu akasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekeza na kuomba toba na rehema, Mungu ni mwaminifu, atasamehe dhambi zako. Nataka nikwambie, nina habari njema. Nataka nikwambie